In Proverbs, katika kitabu cha Methali 30, Methali 20 13 and verse 30. na mstari wa 10. Kupita wanyama wote wala hajiepushi na aliye yote. Amina. Amen. Today we're gonna say about Simba, lion. Leo tutaongea kwa ajili ya simba. Amen. Amen. Today we have to read about lion. Leo tunapenda tujifunze kwa ajili And ya we talk simba. about lion. Na tutaongea kwa ajili My ya simba. Bible here says, Biblia yangu hapa a inasema lion Simba. which is mighty among beasts, hapa anakuwa hodari katika wanyama wote wa and does not turn away from any. wala hajiepushe na aliye yote. Never turn back from any beast that is seized before him. Hawezi kukimbia mnyama wote anayemwona mbele yake. Let us pray. Acha tuombe. As I said before, Nilisema mbeleni tutaongea kwa ajili ya simba. we are the race of lion. Sisi ni kizazi cha simba. Amen. Amina. You are the race of the lion. I am the race of lion. Mimi ni kizazi cha Because simba. the king that we follow Kwa maana mfalme yule ambaye is tunayemfuata a king of Judah, the lion of yeye Judah, ni simba la Yuda which is Jesus Christ. ambao ni Yesu Kristo. Amen. Here the Bible, my Bible says is Hapa Biblia yangu inasema kwamba that the lion simba is a mighty, ni mwenye uhodari. he's a mighty beast or animal in the jungle. Mwenye uhodari katika pori. Excuse me, give me a minute. Sorry. He's a king. Yeye ni mfalme. Hello? This lion is a king Simba ni mfalme and never turn back. na hakimbiaki. So is the king in the jungle. Yeye ni simba, anakuwa mfalme wa pori. I think everyone knows the role of the king Kila in the mmoja kingdom. anajua kazi ya mfalme ndani ya ufalme. A king never go to do hands to chassis. Ayaendaka kuwinda Because king has the people who work for him kwa maana ana watu ambao wanatumika kwa ajili and yake. goes to hands, fish or anything for him. Na wao wanaenda kuwinda kwa ajili yake. The role of the king is just to give orders. Kazi ya mfalme ni kuleta tu shorti. But this king that we are listening here, Lakini huyu mfalme ambao they're tunasikia telling us wanatuambia this kwamba lion, huyu which simba is a king, ambao ni which mfalme, you and I, we are in the same race na as a sisi na wewe lion, ambao tuko katika he kizazi never moja turned back. hakimbi yake. Amen. When he starts things, you have to follow. Akianza kitu And he atakifuatilia has to focus. na naweza He has kufikia to kwa go lengo until he naenda catch that hadi animal. atakapofikia hiyo nyama. And this, in respect, we are expecting this lion to stay home in the jungle, maybe cross his arm, waiting for the fish or the beef to come to him. Na saa zingine tungebaki tunangojelea, tunasema huyu simba angebaki nyumbani mwake na anangojea watu wengine wamletee vile vitu vyote But kwake. the way the Bible said that, the Bible said that this lion, he always go out. Lakini Biblia inatuambia kwamba huyu simba aikalake, anaendaka yeye peke kutafuta. He goes himself out in the jungle Anaendaka yeye mwenyewe nje kule jangwani and to catch animals. na kutafuta nyama. And one thing the Bible is still saying, Na ile kitu kingine ambayo Biblia inaendelea this is kusema very wonder, ambao ni kitu ya kushangaza sana, even if the animals, hata manyama wengine, they are million, hata wakiwa they are maelfu, thousand, hata wakiwa if the maelfu, lion sees them, lakini simba akiwaona will not fear. hata ogopa. I think everyone always sees it in documentary. Lakini nawaza kila mtu anaionaka hiyo kwa TV. Amen. Amen. On TV, they always show the documentary of the lion in the jungle of Kenya. Wanazoea and kuonesha Congo. simba Kenya, simba Kongo ndani ya pori. You'll see a multitude, a crowd of bulls. Utaona wata nini? Ile ba. Abifu. The buffalo, bulls, ngombe za pori. Ngombe za pori. A lot, you see them a lot. Utawaona wengi. Maybe they are crossing the river. Hata wanavuka bahari. But once lion sees this one, simba akiwaona, even if they are million, hata wakiwa even milioni, if they are thousand, hata wakiwa the maelfu, lion will follow them. simba atawafuata. Amen. Amen.
the lion will fall. Even if they make like things like it scared him, he'll just do like this, but he'll follow. He will not give up. Like this week we keep saying. We started by saying about Zacchaeus. He persevered. Amen. Amen. So it's the same way we are going. We are going to have a perseverance of lion. Amen. Amen. So today we are continuing with that perseverance of Zacchaeus. Now we're going because we are lions. We have to follow like lions. Don't give up. Amen. Amen. Don't give up. Usiachilie. I said again last time. Nilisema muda ule uliopita ya kwamba Zakayo looked his height. Angejiangalia urefu wake. He couldn't see this hangemuona huyu Yesu Kristo ambaye alipenda kumjua. Hangemjua Yesu. Na Yesu hangekuja nyumbani mwake. Amen. Amen. If Zacchaeus angekuwa Zakayo saw his title in the city, angeona hiyo heshima ambayo watu wanampatia katika mahali pale, hangemuona huyo Yesu, hangemjua huyo Yesu. Ikiwa Zakayo lost his focus, angepoteza lengo yake. I believe that Zacchaeus at that time he was at work. Ninawaza hiyo wakati Zakayo alikuwa kazi, he had in him that I need to haja ya kusema mimi nataka nimuone huyu Yesu na nijue ni nani huyu Yesu, ule ambao watu wote wanamzungumzia. He has a focus. Alikuwa na lengo. So that means today we are going to talk about three things. Leo tunaongea juu ya vitu vitatu. We'll talk about perseverance. Ya kwanza tutaongea kwa ajili ya kudumu. You can't have perseverance. Hauwezi dumu if you don't have determination. Kama hauna you can't have the determination. Kama haujakamata hatua. If you don't have a goal or a focus. Hauwezi kamata hatua kama hauna lengo. So all these three, hivi vitu vitatu, they going together. Vinatembea pamoja. In order for you to persevere, wewe udumu, you have to decide. Inabidi ukamate hatua. To say as from today, tangu leo itafanya hiki. And for you to determine, na ili wewe ukamate and for you to persevere, you have to have a goal. Inabidi uwe na lengo. Amen. Amen. You must have a goal. Unapaswa kuwe na lengo. I don't know what is your goal. Nini ambao ni lengo yako? Zacchaeus' goal, Zakayo lengo lake, it was to see and to know who is ilikuwa Jesus. kumuona na kumjua huyu Yesu. That was his focus. Ile ilikuwa lile ambalo alikuwa nalo kama lengo. What is your goal today? Na wewe yako ni nini leo? Amen. Amen. What is your goal today? Ni nini lengo lako leo? Ask your neighbor, what is your goal? Umswali jirani yako lengo lako leo ni nini? Tell your neighbor you must have a goal. Mwambie jirani yako inabidi uwe na lengo. Amen. The character of lion, matendo ya lion, he's a king. Ni mfalme. And after to being a king, na baada ya kuwa mfalme, he always stand firm. Ni mtu mwenye anasimama makini. After being firm, na kisha kusimama, he's a person that is courageous. Ni mtu ambaye ana bidii. Amen. Amen. Lion always be courageous. Simba ana bidii kila wakati. Even if ikiwa hata they will come million wolf, watakia milioni ya ng'ombe za pori, elephants, hata tembo milioni, this lion huyu simba will not fear the biggest of hata ogopa ukubwa wao. Will determine to go further. Will go further until when he catch even one elephant on the leg, he make this elephant fall down. Anamwacha huyu simba anaanguka, ni hapo ambapo atasimama. Amen. Amen. You've been coming to church for a long time. Umekuja kanisani muda mrefu. What is your goal? Ni nini lengo lako? Amen. Amen. What is your focus? Ni nini ambao unalenga? What are you bringing you here to the church? Kitu kipya gani unakuja kanisani? Like last time I said, wakati ule nilikuja kanisani. It was last year I preached again here. I said, if you don't have a goal, kama come to church. Una sababu ya kuja kanisani. Me, I have one. Mimi niko na sababu. Amen. Amen. I have one. And I will encourage you to come. If you don't have one, to come. To enter in my God. Katika lengo langu. Amen. Amen. So we can share together this goal. Maybe you don't know this goal. My goal is to see the Lord, the King of Kings. When He comes, He take me home. What is your goal?
Amen. Amen. What is your God? Nini ni lengo lako? My God, Lengo lako I said, is to nilisema come to church, nikuja to kanisani listen to the word of kusikia neno la God, Mungu, obey the word of kutii God, neno la and Mungu. then when the Lord Na comes, wakati Bwana I can atakuja see katika him. utukufu na mimi nimuone. Because the Bible says that he's coming soon. Kwa maana Biblia inasema anakuja I upesi. don't know which God Sijui you lengo have. gani ambao uko That's nalo. why I ask you Na ndio maana this morning, nakuomba, I asubuhi ya beg leo, you ninakusihi, this morning, asubuhi ya if you leo, don't have any certain goal kama hauna or lengo lolote focus, ama lengo lolote, please join me. ukuje It's ungamane free. nami. This Ni one kwa is bure. free. Hiyo ni kwa bure. Don't come to church just only to Usikuje get kuja place. kanisani tu kwa ajili ya nafasi. Yes, we'll have everything here in this Tutapata world, kila kitu duniani hii, but we'll leave it. lakini tutaiacha. No one will go with house. Hakuna mtu ataenda No na one nyumba. will go with Hakuna clothes. mtu ataenda na No one mavazi. will go with Hakuna cars. mtu ataenda na No gari. one will go with Hakuna mtu anything. ataenda So na kitu that's why I'm kingine. encouraging Ndio you maana to ninakutia have to moyo. set one God, at Simamisha least lengo one God, moja, at lengo least moja one tu. God Lengo to moja go tu, to heaven. kwenda mbinguni. Amen. Because the Bible says that Biblia inasema kwamba if you persevere in Matthew 24, ukidumu katika Mathayo 24, he said that it's for those who persevere ni wale watakaodumu that they'll be saved. ndio wale wataokolewa. Amen. Amen. So you must persevere Inabidi udumu until the end. hadi mwisho. You must persevere Inabidi udumu until the end. hadi mwisho. This one I'm telling you, Hii ambayo persevere nakwambia, in worship the Lord, kwa kuabudu in the Bwana, truth and katika in the ukweli spirit. na kwa roho. Persevere to Kudumu. listen to the word of Kusikia God neno la Mungu every day and kila night. wakati, mchana na usiku. Persevere to Kudumu. obey the word Kutii of neno la God. Mungu. When Jesus comes, Wakati Bwana na Yesu you'll anakuja, see him. utamuona. Amen. Amen. Don't give up. Usiachilie. Don't give up. Usichoke I njiani. thank God because he's the good one. Nashukuru Mungu kwa And sababu I ni thank Mungu Holy mzuri. Spirit because he's the Namshukuru good Roho one. Mtakatifu kwa Wherever sababu he ni wants mzuri. me to speak, that's what I'm Na speaking. ile ambayo anapenda nizungumze ndio nazungumza. Amen. Amen. What he put in me to tell you right now is that means you must be ready. Ile ambayo amenipatia upatie wakati I mwingine, na must kwamba be ready. uwe tayari. Because Uwe I don't tayari. know the day or the Kwa time. maana sijui I siku na must be wakati. persevere. Inabidi I nidumu. must be determined Inabidi to niwe go na to heaven. sababu I ya kwenda must to mbinguni. focus Inabidi to go to nitie heaven. lengo ya kwenda mbinguni. When the Bible says that it's those one who will persevere until the end is the one who will get saved. That means there is some people that persevere but they don't persevere until the end. Wakati Biblia inasema wale watakaodumu hadi mwisho ndio wataokolewa. Tunasema wengine wanadumu lakini hawadumu hadi mwisho. Amen. Amen. Persevere in what? Kudumu In ni nini? prayers. Katika maombi. Persevere in what? Kudumu munini? In looking for the face Katika of the Lord. kumtafuta Bwana. Persevere in what? Kudumu In katika looking nini? to know this Katika Jesus, kutafuta like kumjua huyu Zacchaeus Yesu did. kama Zakayo alivyofanya. Amen. Amen. He didn't look at height. Hakuangalia urefu He wake. didn't look at money. Hakuangalia pesa He didn't zake. look anything that he Hakuangalia owned. kila kitu ambacho alikuwa nacho. But he wanted just to Alikuwa focus and anataka persevere to kuona, see this kuona Jesus. ule Who Yesu. is this Huyu Jesus? Yesu Who ni is nani? this? What does Huyu Yesu this ni Jesus nani? do Huyu every ni day? nini Like ambaye anafanya yesterday I kila heard siku? that he did Jana this nilisikia one alifanya to hivi Bartimaeus, kwa and me, Bartimayo. I need to Na mimi find nataka out and to know nimpate this na man. kumjua huyu Bwana. That's what should be our goals. Na hiyo ndio iwe lengo letu, To find out this Jesus kumtafuta na kumjua huyu and to Yesu be determined. na kukuwa na kukamata hatua, To be determined kukamata hatua kabisa, to do what God asks. kufanya lile ambalo Mungu And anataka what He's tufanye. asking us Na to lile do. ambalo anataka Run tulifanye away from sin. ni kutoka mbali na dhambi. Amen. Amen. Because the Bible said, Biblia inasema a sinner will not inherit wenye dhambi hawataurithi the kingdom of ufalme wa God. mbinguni. There is so many sins in this Kuna world. dhambi nyingi And the duniani. Bible keeps saying that there is no small sin or big Na sin. Biblia inaendelea kusema hakuna dhambi ndogo na Everything is kubwa. a sin. Kila kitu ni dhambi. Whatever you do against Kila kitu ambacho unafanya the word of kinyume God ya is neno a la sin. Mungu. Even ni to dhambi. know the truth Hata and you don't do the truth kujua ukweli. is a sin. Kama ujue ukweli ni dhambi. To know the truth Kama unajua ukweli and to do not work in the truth lakini hautembei katika ukweli, is a big sin. nayo ni dhambi. Amen. Amen. Maybe you didn't know that. Saa zingine haukujua hiyo. Even to know to do well Kujua kutenda and you mema don't do na well, pasipo kuyatenda you mema sin before ni the dhambi mbele za Bwana. and that, for that Na kwa you ile will not see His kingdom. hautaona ufalme wake. Anyway, my preaching wasn't there.
My preaching today it was just to persevere and to determine and to focus. Let us read in the book of 1 Samuel. Acha tusome Samueli wa kwanza. Get it? 6. So in this chapter we'll jump because hapa tutaruka tu kwa sababu ya muda. No, 1:6. Samueli wa kwanza. 1 Samuel chapter 1:5. Ila mwenzake kumchokoza sana hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Amen. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokea penda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Sasa ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Na akaweka nadhiri akasema, Ee Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala ukinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wenye hautamfikiria kichwani mwako siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani mwake. 12. Alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. 13. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. 14. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. 15. Hana kajibu akasema, hasha, Bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Luka 17. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomuomba. Amen. Her bitterly to irritate and embarrass her, because the Lord had left her childless. So it happened year after year that whenever she went up to the house of the Lord, Peninnah provoked her, so she wept and would not eat. So Anna got up after eating and drinking in Shiloh. Now Eli the priest was sitting on his seat beside the doorpost and of the temple, the tabernacle of the Lord. Hannah was greatly distressed. She prayed to the Lord and wept in anguish. Now it happened that as she continued praying before the Lord, that Eli was watching her mouth. Hannah was speaking in her heart or in her mind. Only her lips were moving and her voice was not heard. So Eli thought she was drunk. But Hannah answered, no, my Lord, I am woman with a despairing spirit. I have not been drinking wine or any antiseptic drink, but I have poured out my soul before the Lord. Do not regard your maid servants as wicked and worthless woman.
For I have spoken until now out my great concern and provocation. Amen. 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 This is a story of Hannah. Hii ni habari za Hana And it's clear na ni wazi and it's open. na ni wazi As kabisa. we are talking about perseverance, Tunaposema kwa ajili ya kudumu, Hannah had a perseverance. Hana alikuwa mwenye kudumu. Hannah, she had a determination. Alikuwa na lengo. As we talking about focus, Na tunaposema Hannah, lengo, she focused on only one thing. alikuwa na lengo moja tu. Amen. Amen. As I said before, we need to focus on going to heaven. Na mbele nisema inabidi tuwe na lengo kwenda mbinguni. Amen. Then we'll persevere. Na hapo tutadumu. And then we'll be determined. Na pale tutakuwa na If you think that you want to go to heaven, na you ukiwaza kama will utenda do mbinguni, all the effort. utafanya kila You will do uwezo. everything Utafanya that you kila can kitu. to get to Ile ambayo heaven. unaweza You'll ili wash uende yourself every day. Utajiosha You'll kila make siku. sure you are in good Utafanya relationship yote with uwe na God. uhusiano You'll mzuri make na sure Mungu. this is called Utafanya perseverance. kwamba hii ni kudumu. And it's the same way as Anna. Na vile vile Ana Anna, she persevered. alikuwa na The kudumu. story, the way he's telling us, Biblia ikisema Anna, she kwamba was so bitter. alikuwa na uchungu Anna, sana. she was so desperate. Alikuwa na uchungu She was a sana. desperate woman Alikuwa mwenye that she uchungu was sana. looking for children. Alikuwa anatafuta mtoto, But God lakini Bwana didn't give her the child hakumpa that time mtoto Anna kwa wakati ule wanted. ambao Ana alihitaji. This didn't mean to Anna to stop. Haikumfanya kwamba Ana Because aache. the husband, Anna, Elikiah, the husband of Kwa Anna, maana- used to go to church every year. Kwa maana Elikai bwana wa Ana alikuwa anaenda This kanisani kila was siku. the tradition of Hii Israel. ilikuwa kawaida wa Israeli. Every year they must go to church. Kila mwaka wanaenda kanisani. Not even near across the city. Si karibu tu They katika will go mji. far away Wataenda at the mbali. place called Shiloh. Mahali ambao wanaita And Shiloh. where they'll do the Na sacrifice kule and they watafanya pray sadaka, their God. wataomba. Now, Hannah, Hannah, every time, every kila year, wakati, if the kila Bible, you mwaka, read the Bible kama says that Biblia year inavyosema, after year, mwaka kisha mwaka she had this prayer request. alikuwa anaomba hivi. She had this prayer request Alikuwa anaomba going hivi. every day to Kila siku church. kwenda kanisani na kuomba. She didn't stop because Penina Hakuacha told kwa her, sababu you Penina always go to alimtukana na church kumwambia and you kila siku never nenda get kanisani give na haki na back. upatake atakuzaa. Anna, she had a lot of problems. Ana alikuwa na shida. I nyingi. believe Anna, she was there just sitting, said that I'm staying because of staying in Ninawaza this alikuwa house. pale nyumbani kusema Because tu I'm ninakaa a kwa worthless kukaa. woman. Kwa sababu mimi sina hata mafaa. As we can remember last time when Sister Estelle came here Kama wakati ule dada Estelle alikuwa hapa kwa ajili ya kushuhudia about the child, kwa ajili ya she mtoto. said, until you get at that point, you see that, Anasema wakati that you don't utakapofika have kwa a ile child, hali you na una know the mtoto, pain ndio utajua of the shida woman ya who don't wanawake give birth. wale ambao wazai. Until you try even for a year Hadi without haukupima getting hata a mwaka mmoja child, upate mtoto. and you are looking for a Na child, unatafuta mtoto. and you'll see how bitter this Utajua woman uchungu was. gani ambao huyu So mama that alikuwa means nayo. it's so painful to do not give Nikusema ina birth. uchungu sana It's kutokuzaa. so hard for a Ni woman ngumu to sana kwa not give mwanamke birth. kutokuzaa. And I take the place of Hannah when she was there. They were and she had a rival, and I believe Elikiah took the second wife because Anna didn't give birth. alikamata mwanamke wa pili kwa sababu Ana alikuwa azali. And to be in the marriage with two wives, Na kukuwa na ujumba katika wanawake wawili nao sio you rahisi. must have the big hearts. Unabidi uwe na moyo mkubwa. Because if your rival, she's so beautiful than you, Kwa you are in maana trouble. kama mbanda yako ni kiana kukushinda una If shida. your rival give birth before you, you are in Kwa trouble. maana akizala mbele yako mbanda yako una shida. Not only in trouble with the rival, Ni kusema hauna tu shida. you'll have the problem mbanda also yako, with the family. utakuwa na shida pamoja na you'll jamaa. have the problem also with the Utakuwa na society. problem na Everyone will society talk nzima, about jamii you. nzima The wataongea other juu people yako. say that she swallow Watu bottles. watasema yeye ashakunywa machupa. Like in my country, they always say that he, Pascaline, what she's doing here. Na She katika already nchi yangu swallowed wanasema bottles. She never give ya childbirth. huyu She kwa will nini niko never hapa? even. Hata She just Zaraka came ashakameza here. machupa. She just came here to fill Alikuja up our hapa toilet. kwa ajili tu ya kutujazia toilet. That is the family. Vile ndio Now, tunapata. what about the reverse? Sasa namna gani ule ambao ni Maybe mbanda? Anna wanted to scold Janciel. Saa This is zingine- Janciel is Penina's Saa child. zingine Come alitaita and give Jasiel me na Jasiel ni a mtoto wa cup of Penina. water. Anasema kwa niletee kopo ya maji. I believe Penina will Na say, yeye Penina anasema you order my hey, son, wangu njoo can you naona. please give birth Na to wewe yours? uzale wako And then you send her na or umtume. him.
That I believe the answer of Na waza hiyo ndio Penina. jibu So ya Penina, the Bible is testified that Penina was provoking every day. Alimsumbua Ana kila Was siku. provoking Anna every day. Kila siku Even if when they are going to Shiloh, he's telling Anna, Nimemwambia Ana, you are just coming to waste your time. sasa wewe unakuja pitisha muda hapa What are Shiloh. you coming to Wewe do? unakuja kufanya nini Look at hapa? me. I Angalia came mimi. after you in the Nilikuja one nyuma marriage. yako ndani ya I nyumba. came here to Shiloh. Nilikia hapa And Shiloh. I prayed only for 1 Niliomba month. mwezi mmoja tu. I have to Angalia watoto wawili. Niko And what nao. about you? Sasa What are you wewe, coming to na wewe do? unakuja fanya nini hapa? So bitter Ni uchungu. and painful. Uchungu kabisa. I don't know, out there, Sijui kule nje. how many Penina do you meet? Wapenina ngapi unakutana nao? Those who are telling you, Mama Mama Bear, Bear. why Namna gani wasting your unaendelea? time? Unapoteza muda yako. Kevin, why wasting your time to go to that church? Kwenda kwenye kanisa. Amen. Amen. Nelson, oh Nelson, my God, oh. you never get anything. Au utapata In kitu that kule. church, Kwenye kanisa. we started that. Tulianzaka. But since we started, Tangu nothing tulianzaka. have changed. Hakuna kitu It's only 3 kilibadilika. people. Ni watu It's watatu. only Giselle that she Giselle. calling herself pastor, but we don't know where she got her pastoral. It's only her. Now, you give up. Wende. Wachile yangu. Come follow me. You know in this church, Kuja in our nifuate. Unajua church, hii kanisa yenyewe tuko. after service they give us money. Kisha kutoka ibada If you're in pesa. trouble, they come to visit. Kama uko na shida, But in the church, wanakutembelea. Mama Giselle church, Ule you kanisa never get Mama Giselle, anything. hautapata kitu. That's what they also telling Ile Penina. ndio wangemwambia And Penina. maybe it's today for you. Saa They zingine are leo ni telling you wewe. every day. Na wewe anakuambia. Mama Cecile, since you stand up with that woman, Tangu what did you get? Unapata nini? And you say, God. Na unasema Where have you get? Mungu amefanya Since you nini? started. Tangu ulianza. But my advice today, Lakini shauri langu leo, don't listen to Penina. usisikie Penina. Amen. Amen. If Anna listened to Penina, Ana angemsikia Penina. say hello. Sema halo. Say Samuel. Sema Samuel. Tell your neighbor Samuel. Mwambie Samuel. Tell your neighbor Mwambie Samuel. jirani yako Samuel. If Anna Kama Ana listened to Penina, angesikia Penina, we couldn't hear about Samuel. hatungesikia habari za And in the Samuel. Bible, Na ndani ya I Biblia, don't see anywhere sijaona mahali popote the son of Penina is written. He was missing. mtoto wa Penina ameandikiwa alikuwa uji na uji. Only the place that Penina had 2 sons. Bwana anasema Penina alikuwa na But watoto Anna's wawili. son, Lakini watoto wa after Ana perseverance, kisha kudumu, today we had already a king, a tumesikia prophet, nabii Nabi Samuel. Samuel. Amen. Amen. Because of what? Kwa nini? Kwa kudumu And what? Determination. na kukuwa na lengo. Because Hannah Kwa sababu was Hannah determined, saying alikuwa that na lengo. me, even if Anasema they do mimi, whatever, hata even wakifanya like nini, me, Giselle, Lakini even kama if mimi, they will say hata anything,